Mnamo mwaka 1888 makao makuu ya kanisa yalikuwa yanapatikana kule Battle Creek katika jimbo la Michigan. Wajumbe wa Mungu waiti Jones na Waggoner walikuwa wakifanya kazi katika jimbo la California, katika mji wa Oakland na katika majimbo mengine ya nchi ya Marekani. Kazi ya Mungu ilikuwa imeenea kwa kiasi chake. Na mnamo mwaka 1888 wote ilibidi wakutane katika jimbo la Minneapolis, Minnesota kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka huo. Siku ya leo tutakuwa tukijadili kuhusiana na mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka 1888 kule Minneapolis, Minnesota. Pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa kutupatia fursa hii ya kuendelea kujifunza historia hii yenye masomo mengi sana kwa ajili yetu tunaoishi siku za mwisho. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atufungue mioyo yetu na kutufungua akili zetu tuweze kujifunza mambo unayohitaji yaweze kutubadilisha mioyo yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba. Amina. Baada ya mkutano wa 1886 na Ellen White kufunuliwa njozi ya kule Uswisi, aliandika zaidi juu ya hitaji la Roho Mtakatifu miongoni mwa watu wa Mungu wa wakati ule. Huko mkutano wa Minneapolis 1888 ukiwa unakaribia zaidi. Sasa mapema mnamo mwaka 1888 W.C. White, kijana wa Ellen White, alizungumza na G.I. Butler aliyekuwa rais wa General Conference kuhusiana na mkutano wa uchungaji ambao ungepaswa kutangulia mkutano mkuu wa kanisa, akipendekeza mambo 4-5 hivi ya kujadiliwa katika mkutano mkuu wa mwaka 1888. Butler alimjibu W.C. White kwa barua akieleza kuwa miongoni mwa mambo mengine ya kujadiliwa itabidi wajadili kuhusiana na mataifa 10 ya unabii ule wa Danieli sura ya 7 na sheria katika Wagalatia, akisema kwamba hizo zingekuwa ni mada muhimu za kujadiliwa katika mkutano ule. Sasa mnamo June mwaka 1888 W.C. White alikutana na baadhi ya wachungaji kule California na walikuwa kijadili kuhusiana na sheria katika kitabu cha Wagalatia na mataifa yale 10 katika unabii, ili kuzifahamu mada hizo kabla ya mkutano. Pia aliwaeleza juu ya barua aliyokuwa amemwandikia Butler na jinsi Butler alivyopendekeza ya kwamba mataifa 10 na sheria wa Galatia yajadiliwe katika mkutano wa kule Minneapolis. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba mpaka kufikia mkutano wa Minneapolis, G.I. Butler alikuwa amesahau juu ya barua ile aliyokuwa amemwandikia W.C. White kuhusiana na mada ambazo zingepaswa kujadiliwa katika mkutano wa Minneapolis 1888. Na wakati Jones na Waggoner wakiwasilisha mada hizo katika ule mkutano wa wachungaji ambao ungetangulia mkutano mkuu wa Minneapolis 1888, ilionekana ya kwamba zile mada zilikuwa zinashinikizwa na wale wajumbe wa mkutano waliokuwa wametokea kule California. Ndivyo ambavyo wahudhuriaji wajumbe wa mkutano ule walikuwa wanawachukulia kana kwamba wanashinikiza mada hizo. Sasa mnamo Septemba 1888 kulikuweko na mkutano wa makambi kule Oakland, California, ambako Waggoner alikuwa ni mchungaji mkutano wa makambi wa California. Na katika mkutano ule wa makambi ilidhihirika roho ya uadui mkubwa dhidi ya Jones na Waggoner kutokana na chapisho ambalo G.I. Butler alikuwa amelisambaza katika mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka 1886. Kwa kila mtu alikuwa anaonyesha roho ya uadui dhidi ya wapendwa wale. Na Agosti 5 ya mwaka huo 1888, Ellen White alikuwa ameandika barua ya kwamba wote ambao wangehudhuria mkutano, kuhusiana kwa wote ambao wangehudhuria mkutano, aliwaandikia akisema ya kwamba tunashawishika kuwa mkutano huu utakuwa ni mkutano wa muhimu zaidi mtakaowahi kuhudhuria. Hiki kinapaswa kuwa kipindi cha kumtafuta Bwana kwa dhati na kunyenyekeza mioyo yenu mbele zake. Kwa hiyo alikuwa anaonesha ya kwamba kuna umuhimu katika mkutano uliokuwa unakuja.
umuhimu wa kujichunguza nafsi, kupokea Roho Mtakatifu, kufanya mambo yakae sawa baina yako wewe na Mungu kabla ya kuhudhuria mkutano wa Minneapolis 1888. Aliendelea kwa kuambia kwamba ubinafsi wote unapaswa kuwekwa kando na mnapaswa kumwomba Mungu Roho wake ashuke kwenu kama alivyoshuka kwa mitume walipokuwa wamekusanyika siku ya Pentekoste. Maneno hayo ya dhati, kama utakavyokuja kuona baadaye, yalizingatiwa na watu wachache sana kama na wengi sana hawakuyazingatia. Sasa mkutano wa wachungaji uliotangulia mkutano mkuu wa kanisa wa Minneapolis ulianza mnamo Oktoba 10 mwaka 1888 na ulifanyika kwa juma moja tu. Baadaye ulifuata mkutano mkuu wa kanisa uliofanyika kuanzia tarehe 17 Oktoba mpaka Novemba 4 kwa muda kama wa wiki 3 hivi. Sasa katika mkutano ule wa wachungaji na nako roho ile ya uadui dhidi ya Jones na Waggoner ilikuwa ikidhihirishwa vikali, na katika mkutano huo Ellen White pia alikuwepo. Na sababu mojawapo pia ambayo ilileta utofauti na roho ya uadui kudhihirika dhidi ya Jones na Waggoner katika mikutano ile ilitokana na mada ya zile falme 10 za unabii wa Danieli sura ya 7. Sasa kufahamu kile ambacho kilisababisha uadui hiyo ni kwamba Uriah Smith aliyekuwa mhariri mkuu wa gazeti la Review and Herald mwaka 1888 alikuwa akifundisha utambulisho wa zile falme 10 kwa miaka zaidi ya 40, na alikuwa ameandika kitabu cha Danieli na Ufunuo ambacho kilikuwa kina utambulisho wa zile falme 10. Lakini mnamo mwaka 1886 Jones katika kujifunza historia, yeye alisadikika kuwa utambulisho wa ufalme mmoja haukuwa sahihi kihistoria. Hivyo Jones alimwandikia Uriah Smith barua mara 2 ya kwamba una ushahidi gani wa kihistoria juu ya utambulisho wa ufalme huu? Smith alimjibu kuwa hakuwa na muda wa kutosha kujadili swala hilo. Kwa hiyo Jones alipoona ya kwamba hawezi akapata nafasi ya kulijadili na Smith, basi alichapisha utafiti wake katika gazeti la Science of the Time na akamtumia Smith nakala ya kwamba kulingana na masomo yangu na ushahidi wangu wa kihistoria, naona kama vile unda utambulisho ambao ungefaa. Sasa Smith alijibu kuwa baada ya kuona kwamba Jones amechapisha chapisho katika Science of the Times utambulisho wa zile falme 10, alijibu ya kwamba naye angechapisha kukinzana naye katika gazeti la Review and Herald. Kwa hiyo watu walikuwa wakisoma gazeti la Science of the Time na Review and Herald wanaona kwamba kuna mada ambazo bado zinakinzana ndani ya kanisa. Kuna ukinzani uliopo miongoni mwa wahariri wa gazeti la Science of the Times pamoja na wahariri wa gazeti la Review and Herald. Sasa baada ya Jones kuwasilisha mtazamo wake juu ya falme 10 katika ule mkutano wa wachungaji wa mwaka 1886, Smith alidai kuwa hakuwa amejiandaa kujadili kuhusiana na mada hiyo. Na Jones hata hivyo alisisitiza kuwa alikuwa amemwandikia barua hapo awali mara 2, na pamoja na mkutano ule waliofanya pamoja na W.C. White, rais wa General Conference, G.I. Bass alipendekeza kuwa mada hizo zingepaswa kujadiliwa. Kwa hiyo mambo madogo tu kama hayo yalikuwa yanasababisha kuwe na mgogoro miongoni mwa viongozi waliokuwa wakishikilia kazi ya Mungu kipindi kile, na zilikuwa zinaleta chuki miongoni mwa watumishi wa Mungu. Na kwa hiyo badala ya kuzingatia mambo makuu sana ya kutafuta kuwa na roho ya Kristo, kufungua moyo ili kupokea Roho Mtakatifu, mambo kama yale yalikuwa yameinua chuki ambayo ilikuwa inawafanya watu kushindwa kukutana kwa pamoja na kufanya maombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Sasa mnamo Oktoba 11, Ellen White alizungumza katika ibada ya asubuhi katika mkutano wa wachungaji, akisisitiza sana juu ya umuhimu wa kufungua njia kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Alisema ya kwamba kama tumewahi kumhitaji Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi,
Kama tumewahi kuhitaji kuhubiri kwa udhihirisho kwa udhihirisho wa Roho Mtakatifu, tunahitaji katika wakati huu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu utatujia katika mkutano huu kama tutaruhusu iwe hivyo. Uchunguze ukweli kama hazina iliyostirika. Hebu na tuanze katika mkutano huu na tusisubiri mpaka itakapobaki nusu ya wakati mpaka mkutano kuisha. Tunamhitaji Roho wa Mungu hapa na sasa, tunamhitaji na tunahitaji ajidhihirishe katika tabia zetu. Sasa Ellen White, msisitizo wake mkuu katika mikutano hii, hata kabla ya mkutano, kama tulivyoona kuhusiana na ile barua aliyoandika kwa wahudhuriaji wote wa mkutano, msisitizo mkuu wa Ellen White ilikuwa ni kwamba Mungu anataka kumwaga Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu wake. Je, mko tayari kufungua mioyo ili muweze kupokea zawadi hiyo isiyo na ukomo? Ellen White ndicho alichokuwa akisisitiza katika mkutano huo. Sasa Ellen White pia aliwaambia wahudhuriaji wa mkutano ya kwamba tunachohitaji ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, na pasipo huo hatuko tayari kuenda duniani kote kama walivyokuwa mitume mara baada ya kusulubiwa kwa Bwana wao. Kwa mitume wa Yesu Kristo ambao hawakuwa tayari kwenda kuhubiri injili ulimwenguni kote mara baada ya Mwokozi wao kusulubiwa, kwa sababu hawakuwa wamemwagiwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Vivyo hivyo ndivyo lilivyokuwa kanisa. Hawakuwa tayari kwenda mpaka waweze kukubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Sasa mnamo tarehe 14 na tarehe 15 Oktoba, bado katika mkutano ule ule wa wachungaji, Ellen White alitumia muda kujibu barua aliyokuwa ameipokea kutoka kwa G.I. Butler. Na Ellen White anaweza kwamba barua ile ilikuwa ni shutuma dhidi yake. Alikuwa amepokea kutoka kwa Butler mnamo tarehe 12, lakini hakuwa ameijibu mpaka kufikia tarehe 14 na tarehe 15. Na barua ile iliyokuwa na kurasa 36 ilidhihirisha jinsi ambavyo Butler alikuwa na hisia za uchungu dhidi ya Jones na Waggoner, na imenukuliwa katika makusanyo ya barua zote alizoandika Ellen White kuanzia ukurasa alizoandika Ellen White juu ya mwaka 1888 kuanzia ukurasa wa 77 hadi wa 118. Barua hiyo kutoka kwa G.I. Butler. Ellen White alimjibu Butler kwa kumwambia kwamba mambo yale hayakuwa yakimtikisa hata kidogo. Alimweleza Butler jinsi alivyoonyeshwa na malaika juu ya mgogoro wa sheria katika Wagalatia. Alimweleza jinsi ambavyo yule malaika aliyekuwa akimuongoza alimuonya juu ya roho ya kifarisayo iliyokuwa ikiingia kanisani, na jinsi ambavyo kutaka kuiongoza kazi ya Mungu kama walivyotaka kulikuwa kunapelekea kuizuia isisonge mbele. Hiyo ndio hatari ambayo walikuwa wanajiingiza watumishi wa Mungu. Kwa siku ya Ellen White alitoa wito wa pekee kwa ujumbe wa mkutano akisema ya kwamba mara tu tutakapompenda Mungu kwa mioyo yetu yote na jirani zetu kama nafsi zetu, Mungu atafanya kazi kupitia sisi. Tunawezaje kusimama katika kipindi cha mvua ya masika? Ellen White aliuliza. Ni nani anayetegemea kuwa katika ufufuo wa kwanza? Akawauliza, je, ni ninyi ambao mmekuwa mkiendekeza dhambi na uovu ndani ya mioyo yenu? Ellen White akawaambia kwamba mtashindwa katika siku hiyo. Kwa kule kuendekeza dhambi na kuendekeza roho ya uovu kulipaswa kukoma ili waweze kusimama kipindi ambapo Roho Mtakatifu atamwagwa kwa kiwango cha mvua ya masika. Kuwa na Roho wa Kristo ndani yetu ndilo tumaini letu la wokovu. Ikiwa tuna chembe yoyote ya kuto kufanana na Kristo ndani yetu, tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunaileta mbele ya Mwokozi ili aiondoe. Na kama tusipofanya hivyo, tutakuwa adui za watu wa Mungu na wapinzani dhidi ya kazi yake. Ni ombi letu ya kwamba historia hii ikuongoze kutafuta ufanano na Kristo na kuwa sehemu ya wale watu ambao watasimama na kuidhihirisha tabia yake mbele ya dunia. Msisitizo wa Ellen White kuhusiana na Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana wa kuzingatia kipindi hiki, kwa maana kama tutaendekeza roho ya upinzani, roho ya chuki hata kwa wale wanaokosea, hiyo roho itatufanya tushindwe kusimama katika siku kuu ya Mungu. Mungu akusaidie unapojifunza historia hii, roho ya Kristo iweze kuwa ndani yako na ukawe sehemu ya watu watakaotangaza utukufu wa Yesu Kristo katika dunia yote. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo,
Tunakushukuru sana kwa ajili ya historia hii ya thamani ambayo umezidi kuifunua kwetu. Tunaomba Roho wako aweze kukaa ndani yetu, tukabadilishwe kufanana naye katika kila nyanja ya maisha yetu. Tukadhihirishe ukamilifu wa tabia yako mbele ya ulimwengu unaozidi kuendekeza uovu. Asante kwa kuwa ombi hili utalijibu kwa kila mmoja anayeridhia. Kwa jina Yesu Kristo tunakuomba, amina. Ulikuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Mpaka wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. More